Tumefanya kazi kwa zaidi ya sheria mama 12, kanuni na miongozo mbalimbali ambayo yameanza kuleta matokeo kama nilivyoanza kusema katika kuongeza ufanisi kwenye biashara. Kwa mfano, katika kipindi cha miaka 4 iliyopita tumefanikiwa kuongeza idadi ya sajili na leseni, ambapo usajili wa kampuni umeongezeka kutoka kwa makampuni 9630 hadi makampuni 23365, majina ya biashara 17202 hadi 31123. Alama za biashara zimeongezeka kutoka 2406 hadi 3148 kwa mwaka. Vile vile, leseni za biashara daraja A zinazotolewa na BRELA zimeongezeka kutoka 11726 hadi 22718. Leseni za viwanda zimeongezeka kutoka 236 hadi 991. Pia utoaji wa hataza umeongezeka kutoka 36 hadi 76. Takwimu hizi zinaonyesha ukuaji katika utoaji huduma za sajili na utoaji leseni, ikiwa ni ongezeko la wastani wa 104% kwa mwaka. Yote haya ni kwa sababu ya maboresho makubwa yaliyofanyika. Viwanda vimeongezeka, na nitawapa mfano wa mkoa wa Pwani peke yake. Katika kipindi cha miaka 4 tumeweza kujenga viwanda 244, lakini hapa tujajumuisha vile vidogo vidogo. Vile vidogo vidogo ni zaidi ya 900. Kwa kama huo ni mkoa mmoja, inamaanisha jitihada ambazo tumekuwa tumezifanya zinaleta matokeo. Na kwa mkoa mmoja peke yake huu wa Pwani ambao una viwanda vingi, ni wastani wa viwanda 61 kwa kila mwaka. Sasa hapo nilieleza kwa upande wa sera namna ambavyo zimetusaidia sana kwenye kuboresha mazingira ya biashara na kuleta matokeo. Sasa vile vile tuna sheria mbalimbali ambazo tumeziuisha, takriban sheria 13, na sheria hizi kwa kweli zimetuletea mafanikio makubwa sana kwenye kurahisisha taratibu za kuanzisha biashara, kuimarisha udhibiti wa vipimo na mizani, kupunguza muda na gharama za kupata leseni, kutoa msaada kwa viwanda vidogo, kuboresha mazingira ya uwekezaji wa viwanda vya kuuza nje, kuanzisha na kuimarisha maeneo maalum ya kiuchumi, kuongeza jukumu la taasisi yetu ya TIRDO, lakini kupunguza vikwazo vya ushuru, kurekebisha viwango vya kodi, kuboresha mfumo wa VAT, kurahisisha uwekezaji na kuunganisha EPZA na TIC, na sasa imekuwa TISEZA. Nilianza kwa kuambia sisi viwanda na biashara, mipango na uwekezaji ni pacha wetu. Kwa hiyo masuala mengi tunashirikiana. Kwa tukiboresha sheria za wizara nyingine ama taasisi nyingine, moja kwa moja inaboresha pia sekta yetu kwenye kufanya biashara na kufanya uendelevu wa viwanda. Nianze na soko huru la bidhaa la biashara barani Afrika. Mauzo ya bidhaa za Tanzania katika nchi za Afrika yalifikia dola za Marekani bilioni 3.94 mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la 40% ukilinganisha na mwaka 2023. Mauzo haya yamechangiwa na uuzaji wa mazao ya kilimo kama kahawa, tumbaku, vioo, mazao ya kilimo na mazao mengine kama kahawa, tumbaku, vioo, nafaka, viungo na nyuzi za mkonge. Masoko mapya yamefunguliwa kupitia soko hili huru la biashara la barani Afrika, ikiwemo sasa tunaweza kuuza kwenye nchi kama Nigeria, Morocco, Senegal, Ethiopia, Ghana, Algeria, Djibouti na Guinea. Lakini vile vile tuna soko la Umoja wa Ulaya, ambapo mauzo ya Tanzania kwenye soko la Ulaya yameongezeka kutoka dola za Marekani milioni 633.5 kwa mwaka 2023 hadi dola za Marekani milioni 686.3 kwa mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la 7.6%. Na ongezeko hili limechangiwa na ongezeko la mauzo ya mazao kama parachichi, kakao, kahawa, tumbaku pamoja na mauzo ya madini. Lakini vile vile tuna soko la Asia, ambapo mauzo ya bidhaa zetu yalikuwa dola za Marekani bilioni 2.92 kwa mwaka 2023 na dola za Marekani bilioni 2.84 kwa mwaka 2024, ambapo bidhaa kama korosho, mazao ya kunde, parachichi, pamba, karanga na nyama ya mbuzi zilichangia mauzo haya. Uwepo wa masoko hayo na mengine tunayoendelea kuyatafuta unatupa fursa ya kupanua wigo, kuuza biashara nje, na kwa sasa tupo katika hatua za mwisho za uandaaji wa mkakati wa mauzo nje ya nchi ambao utawajumuisha vijana katika utekelezaji wake. Tunataka mojawapo ya kundi linalopaswa kunufaika na fursa ya kupata masoko bora ya bidhaa basi liwe ni kundi la vijana.
na hivyo tutahakikisha mkakati huu unaendelea kuwa jumuishi. Lakini pia ili kuweza kushiriki katika biashara, yapo masuala ya kuendelea kuyafanyia kazi ili kuongeza nguvu kubwa katika kurasimisha biashara. Na tukifanya hivyo tunakuwa tumegusa makundi mbalimbali hususan vijana, lakini tunakuwa tumeweka mchango katika kuongeza ajira. Lakini pia kuendelea kuboresha mifumo ya kidijitali ili wawekezaji na wafanyabiashara wapate huduma za kufungua na kuendeleza biashara zao kwa urahisi. Tumeshafanyia kazi urahisi wa kurasimisha biashara na kusajili biashara, japokuwa bado kuna masuala ya kuendelea kuyaboresha. Yaani ili mpaka tuweze kufikia hatua ya kuuza nje, zipo hatua ambazo inabidi tuzifanye tukiwa hapa ndani ya nchi. Na mojawapo ya maeneo ambayo ndio mlango wa kuanza biashara ni usajili wa biashara makampuni. Huo ndio mlango wa sisi kuanza kufanya biashara, hata kabla ya kuwafikia hao vijana waweze kwenda kuuza nje. Kwa hiyo tumejikita pamoja na masuala mengine kurahisisha uanzaji wa biashara hapa. Mtu akiwa anataka kufanya usajili na akiwa anataka kufanya biashara, basi iwe rahisi. Tumeboresha mifumo ya kielektroniki ya usajili na leseni, ambapo huduma zote za usajili na utoaji leseni zinafanyika kwa njia ya mtandao kupitia mifumo ya elektroniki. Na hii tunafanya kupitia taasisi yetu ya BRELA, ambapo ipo mifumo mbalimbali iliyopo pale takriban 3. Matumizi ya mifumo yameendelea kurahisisha utoaji wa huduma na kuwafikia wadau kwa haraka, ambapo mifumo hiyo imekuwa ikifanywa maboresho ili kuwa rafiki zaidi kwa watumiaji. Maboresho hayo yanaendelea kurahisisha utoaji wa usajili wa leseni, hivyo kuongeza kasi ya urasimishaji wa biashara kwa maendeleo endelevu ya nchi. Na najua kuna wale ambao wanatumia mifumo hii sana, ikiwemo mawakili. Wamekuwa wana malalamiko kwamba mifumo labda inaleta errors hapa na pale. Napenda tu niwaambie hapa sasa hivi pia kuna zoezi linafanyika kwa ajili ya kuboresha mifumo. Mifumo ile ipo 3. Kuna online registration system, lakini vile vile kuna Tanzania National Business Portal na Beneficial Ownership Portal. Kwa hiyo sasa kwa upande wa BRELA tunafanya marekebisho makubwa kwenye mfumo wetu wa ORS kwa ajili ya kuongezea ufanisi ili kuweza kuondoa error ndogo ndogo ambazo zinapoteza muda kwa watumiaji.